Mabao mawili yaliyofungwa na Mohamed Hussein Shabalala katika dakika 38 na lingine katika kipindi cha pili lililowekwa wavuni na mtokea bench Celestine Ekwa yalitosha kuwawezesha wananchi Yanga kupata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Mtibwa Sugar katika mechi ambayo ilikuwa na mbinu nyingi, mechi ambayo Mtibwa Sugar walicheza vizuri katika kuhakikisha Yanga haipati ushindi, lakini mwisho wa siku kwa kutumia wachezaji wake, kwa kutumia ubora wa wachezaji moja mmoja, Yanga wakaibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri ambao sasa umewainua kutoka katika nafasi ya 13 waliokuwa wakishikilia hapo kabla kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wa msimu wa 2025-26 hadi kuwa katika nafasi ya 4 wakiwa sasa wana pointi 7 baada ya kucheza mechi 3, wakizidiwa tu na timu 3 zilizo juu yake ambazo zenyewe zina pointi 8. Hata hivyo Yanga ndio kwanza mechi ya 3. Kwenye mechi ya leo hii Mtibwa Sugar, timu ambayo imerejea ligi kuu msimu huu, iliingia uwanjani ikiwa na mbinu za kuhakikisha kwamba wanakuwa salama chini ya mwalimu wao Awadh. Mtibwa Sugar leo hii kwenye kikosi chao, kwenye kucheza kwao, ilikuwa wamepanga baada ya golikipa kuna walinzi 4, kuna viungo 5 na mbele mshambuliaji mmoja. Wakawa wakimeza mashambulizi ya Yanga katika muda mwingi wa mchezo, huko wakifanya mashambulizi ya kushtukiza. Mpaka mechi inakamilika, Mtibwa walikuwa wamemiliki mpira kwa 44%, huku Yanga wakimiliki mpira kwa 56%. Yanga wakipiga mashuti 15 kujaribu kufunga, ili hali Mtibwa Sugar mechi nzima wakipiga mashuti 8, lakini kati ya mashuti hayo yaliyopigwa Yanga walipiga mashuti ya kulenga shabaha 7, ilhali Mtibwa Sugar kati ya mashuti 8 waliopiga 5 walilenga shabaha, kiasi ambacho kilionyesha ni kwa namna gani mipango ya mwalimu wao Awadh ilionekana kuwapa fursa ya kufikia lango la Yanga kumjaribu golikipa Djigui Diarra. Hata hivyo ubora wa mchezaji moja mmoja kwa kiasi kikubwa ndio uliowaathiri Mtibwa Sugar leo hii, kwa sababu licha ya kupata nafasi lakini hawakuzitumia. Kuna nafasi ilimkuta Kasim Shaibu aka Mayele, hakuweza kuitumia. Kuna nafasi ilimkuta Marungu, hakuweza kuitumia. Na nafasi mojawapo kubwa ni ile ambayo Mayele alikuwa amepata mpira uliotemwa na golikipa Djigui Diarra, lakini bahati mbaya sana kwa Mtibwa alipiga shuti ambalo lilimrejea tena Djigui Diarra na kufanya Mtibwa ikose fursa ya kupata bao. Ikumbuke kabla ya mchezo wa leo Mtibwa alikuwa ni miongoni mwa timu zenye ukuta imara, kwa sababu ilikuwa mechi 4 imecheza, imefunga mabao mawili, ikiwa imeruhusu bao moja tu wakati walipofunga bao moja kwa sifuri na Mashujaa. Lakini leo hii wakajikuta wanaruhusu mabao hayo mawili. Mohamed Hussein Shabalala katika dakika 38 akimghiribu golikipa Constantine Malimi wa Mtibwa Sugar, ambaye alidhani pengine angetoa pasi, kwa sababu Mohamed Hussein Shabalala si miongoni mwa wachezaji wanaofahamika sana kupiga mashuti ya mbali, na ilikuwa ni nje ya 18. Shuti hilo la Shabalala lilikwenda moja kwa moja wavuni na kuwapa Yanga bao la uongozi katika dakika ambazo walikuwa wakimiliki zaidi mpira, lakini nafasi za kufunga nao wakizipoteza kadhaa, zikiwamo zile zilizomkuta Prince Mpumelelo Dube na nyingine Edmund John. Kipindi cha pili Mtibwa waliendelea kucheza kwa kuzuia zaidi, lakini ndipo Celestine Ekwa alikuwa ameingia katika kipindi cha pili pamoja na kina Ndibobo Boyeli, akapiga akapata mpira ambao aliingia ndani, akamtoka mchezaji mmoja baada ya mwingine wa Mtibwa, alicut in kutokea upande wa kulia, huku yeye kwa kuwa guu lake lenye nguvu zaidi la kushoto ikawa amefanikisha mpango wake wa kupiga shuti la nje ya 18, shuti mkunjo lililomshinda golikipa wa Mtibwa Malimi na kwenda wavuni kuifanya Yanga ipate bao la pili, ambalo ndilo mwisho wa siku ikawa ushindi wa Yanga leo hii. Kwa ujumla Yanga kama ni mchezo wa kuvutia, hawakucheza mpira wa kuvutia leo hii, pengine ikichangiwa na namna ambavyo Mtibwa Sugar walicheza wakizuia zaidi. Yanga walicheza katika muda mwingi wa mchezo kwenye nusu ya pili ya uwanja, lakini nafasi za kufunga ilikuwa haba kutokana na namna ambavyo Mtibwa Sugar walikuwa wakizuia. Walinzi wake akina Kiaruzi walishirikiana vyema. Mashuti yaliyopiga Yanga mengine yalitoka nje ya 18, yakiwamo yaliozaa mabao yote mawili, lakini katika nafasi chache ambazo walipata Yanga wenyewe pia walizipoteza kama nilivyotoka kuelezea. Mtibwa Sugar nao walipata nafasi. Mwisho wa siku kilichowafanikisha Yanga kupata ushindi wa leo, kama ambavyo kocha Awadh
wa Mtibwa Sugar alisema ni ubora wa mchezaji mmoja mmoja, maana vinginevyo na wao pengine walikuwa na fursa ya kuweza kufunga, lakini Celestine Ekiwa, Mohamed Hussein Shabalala wakawezesha Yanga kupata ushindi waliostahili mwisho wa siku, kutokana na ukweli kwamba ni wao ndio waliomiliki mpira kwa asilimia 56 dhidi ya 44 za Mtibwa Sugar. Na sasa kocha wa Yanga mpya huyu Pedro Gonçalves, miongoni mwa kazi alizonazo ni kuhakikisha kwamba timu yake wanapofika katika eneo la mwisho, basi nafasi wanazozipata kuzitumia vyema, kwa sababu nao licha kufunga mabao mawili yaliyotokana na jitihada binafsi za Ekiwa na Mohamed Hussein Shabalala, bado kuna nafasi ambazo pengine walipaswa wazitumie na kupata mabao zaidi ya yale waliofunga. Lakini jambo lingine ni juu ya usahihi au umakini katika kuzuia. Wanapocheza dhidi ya timu inayozuia zaidi kutokea chini, tunasema low block, basi Yanga wanapaswa kuwa makini katika kuhakikisha mashambulizi ya kujibu, tunasema counter attacks, hayafanyiki kwa mafanikio na timu pinzani kiasi cha golikipa wao kufikiwa. Leo hii Mtibwa Sugar nafasi walizipata, ndio maana katika mashuti 8 waliopiga 5 walipiga ya kulenga shabaha, yapo ambayo Djigui Diarra alilazimika kufanya kazi ya ziada kunusuru lango lake. Sasa hili ni vizuri ikawa ni wake up call, ni uamsho kwa kocha Gonçalves na wenzake akina Patrick Mabedi kuhakikisha kwamba wanapokutana na timu inayozuia zaidi kutokea chini, isiyo sababu kwao kufikiwa kwa namna hatarishi na kumfanya golikipa wao alazimike kufanya kazi ya ziada, kwa sababu upo wakati ambao utakutana na wapinzani ambao nafasi hizo watazitumia, maana katika mashuti 8 5 yamelenga shabaha. Lakini kwa Mtibwa Sugar ni pamoja na kujiimarisha zaidi katika kutumia nafasi za mwisho. Zile nafasi walizozipata, lau kama wangekuwa makini, kina Kasim Mayele, akina Omari Marungu, bila shaka wangeambulia chochote katika mechi dhidi ya mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara. Hata nafasi kama zile walizozipata, walipaswa wajitendee haki wenyewe kwa kuweka mpira wavuni, wasitoke na kipigo cha 2-bila, kwa sababu nao walipata nafasi za walau kupata mabao. Mwisho wa siku Yanga wamepata ushindi kikubwa, ndio kwa sababu soka sambusa, soka biriani halikuonekana, lakini ubora wa mchezaji mmoja mmoja, hasa Mohamed Hussein Shabalala, Celestine Ekiwa ambao ndio walofunga mabao ya ushindi, uliamua matokeo. Na ndivyo ilivyo kwa sifa kwa timu kubwa, kwamba hata pale mnapokabiliana na hali ngumu, basi anatokea mchezaji mmoja mmoja kwa ubora walionao, wanaleta matokeo. Mwisho wa siku wamepata pointi 3 muhimu na hatimaye kupanda mpaka katika nafasi ya 4, hali wakiwa wamecheza mechi 3 tu mpaka sasa, baada ya ushindi wa 3-bila dhidi ya Pamba Jiji, baada ya suluhu ya 0-0 dhidi ya Mbeya City pale uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Leo hii wanapata ushindi wa mabao 2, maana yake Yanga wanatimiza mabao 5, hawajaruhusu bao, pointi zikifika 7 kati ya pointi 9 walizopaswa kuwa nazo. Je, itakuwa vipi? Yanga wataendeleza mwenendo huu kwamba wana uwezo wa kupata ushindi hata pale wasipocheza vizuri kiasi cha kuvutia, kama ambavyo wengi hupenda kuita soka sambusa, soka biriani? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Baduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.